nimuze twicare mu kirambi ni heza. Binenyira kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Ninakusalimu pia ninakupa karibu kuungana nasi. Muda mzuri wa kutolea taarifa habari kutoka Mukirambi TV 1 pamoja na mwandishi wenu Foster Bziringiro. Habari zetu za leo tazungumzia kuhusu hali ya usalama unaendelea kutanda mashariki mwa nchi ya Kongo katika tarafa tatu: Fizi, Mwenga na Uvira. Kwa kipekee Minembwe. Minembwe ni eneo linalopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkoani Kivu Kusini, katika tarafa tatu jirani: Fizi, Mwenga na Uvira. Hapa kunaishi kabila la Kinyamurenge, Wabembe, Wafuliru na Wanyindu, na Washi wanaokuja kutoka eneo mbalimbali za mkoa wa Kivu Kusini kutafuta kazi za kilimo, uchimbaji madini na vinginevyo. Kwa kipekee kabila la Kinyamurenge linapata shambulizi ya makundi yenye silaha kutoka kabila jirani zikiungwa mkono na serikali yao Kongo Kinshasa. Tangu vita hivi vilipuke mnamo tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka wa 2016 usiku Pabijombo tarafani Uvira, mikutano nyingi ya amani imefanyika. Viongozi wa Kongo na sema wa kirahia na kijeshi na mashirika ya Umoja wa Mataifa walitembelea eneo hili bila mafanikio ya kupata suluhu ya kudumu kwa mgogoro wa usalama mdogo. Hadi leo ninapokutolea taarifa hii, amani na usalama vinadumu kupitia vijana wa Kinyamurenge Twigwaneho ambao hawakukubali kuendelea kuishi katika hali ya kikoroni kutoka serikali yao Kongo. Tarehe 21 mwezi wa pili mwaka huu walipambana vikali na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kutoka brigade ya 11 na kuwakimbiza lolote Minembwe. Hawa walikuwa wananyanyasa vikali raia wa kabila hili, ubakaji na mauaji ya hali ya juu, usiseme kufungwa kiolela bila sababu lolote. Inakuwa sasa karibuni miezi miwili hakuna hata risasi moja Minembwe kusikilikana, isipokuwa katika kona mbalimbali za eneo hili, licha makundi ya wazalendo na FARDC kujaribu kushambulia bila mafanikio. Ujumbe wa chuki dhidi ya kabila la Kinyamurenge zimetolewa kwenye redio na mitandao ya kijamii kutoka wanasiasa wa nchi ya Kongo, tukitaja kama Justin Bitakwira, mchaguliwa wa bunge la tarafa la Uvira, wakiomba makundi ya Kimaimai kutoka kabila lao kufanya mauaji kwa kabila hili la Kinyamurenge na kuwanyanyasa hata na kuwaiba mali yao na nyumba zao kuchoma moto. Tarehe 16 mwezi wa pili mwaka huu, wakaaji wa Minembwe walipokea kwa shangwe na vigelegele kamanda mkuu wa Twigwaneho, jemadari wa brigade Charles Sematama, ambaye alikuwa ziarani na kufanyisha mkutano wa hadharani pa Minembwe tarehe 27 mwezi wa pili mwaka huu. Hapa raia kadhaa walishukuru juu wake, naye akawajibu kwamba nimekuja ili nipate kuendeleza kudumisha amani na usalama ambao mnao kwa sasa. Mkae kimya, tunafanya kazi yetu. Leo ni tarehe 1 mwezi Aprili mwaka 2025. Eneo lote la Minembwe hali ni tulivu. Saa 24 kwa 24 raia hufanya shughuli zao bila shaka na oga lolote, isipokuwa makundi ya Kimaimai pamoja na FARDC waliojaribu kuendelea kufanya shambulizi pa Mulima na Mikenge, mahali ambapo wameshambulia na kuchoma makaadhi ya raia kutoka huko katika tarafa la Mwenga. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi tajiri sana, ina kortani, madini usiseme na kadhalika, lakini ubaguzi wa ukabila ni kama chai ya asubuhi, hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikisema Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wananchi wake wanauawa kinyama, maendeleo hakuna, elimu usiseme, ni huzuni kubwa. Asante sana msikilizaji, ni Mukirambi TV 1. Mtangazaji alikuwa Foster Bziringiro. Kwa Irene.